tujifunze katika masomo haya. Tulisoma kwa kitabu cha Mwanzo na Injili. Tunajifunza kwa Mungu yote yawezekana. Kwa Mungu yote yawezekana. Mungu anaweza yote. Mamlaka, nguvu na uwezo ni kwa Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Tunaona huyo mzee Zakaria na mkewe Elizabeth wote walikuwa wazee, wote walikuwa wazee. Na Elizabeth alikuwa tasa. Kwa hali ya kawaida wangeweza kupata mtoto, hali ya kawaida. Lakini kwa sababu ni Mungu mwenye uweza, anatuma ujumbe na anamtumia Zakaria akiwa katika zamu ya kufukiza uvumba hekaluni. Na alipomtokea amemruhusu kwamba anakuletea habari njema, na hiyo habari njema ni kwamba utapata mtoto mwanamume kutoka kwa Elizabeti, na tena jina lake utamwita Yohane, sababu na jina lake utamwita Yohane. Kumbe atakayezaliwa ni mwanamume, na huyu mwanamume atakayezaliwa tayari naye kajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa baba yake, na kwamba naona mambo yanaendelea hata onja kileo, kwamba ni mtangulizi wa Yesu. Kumbe kaja kumwandalia masia, mapito kwa njia ya kuwaelekeza watu watubu ugeuke. Na ndivyo mpango wa Mungu ulivyo timia kwa huyu baba Zakaria na mkewe Elizabeth. Hadi katika somo tulilosikia kwanza kwamba huyu mwanamke na wao ni wazee, hali ya kawaida angepata mtoto. Lakini tunaona hali kwamba mkewe atapata mimba, na huyo jina atakaloitwa ni Samson. Huyo atakuja kwa ajili ya kupambana na Wafilisti waliokuwa wamewakandamiza Waisraeli. Kwa hiyo tunaona hiyo njia ya wokovu watu wa watu, na maagizo yanatolewa pia kwa wana uwembe au wengine. Ndugu zangu wapendwa, sisi nasi tujue kwamba uwezo wa Mungu ni mkuu na muhimu
furaha na wokovu. Tumsifu